Tarehe 27 ya kijani ya kupanda miti na kutunza mazingira iliyofanyika sambamba na kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza, Comrade Christopher Ngubiagai, ameongoza watumishi wa umma na wananchi katika zoezi la kupanda miti 1500 katika wilaya hiyo. Mheshimiwa Rais amekuwa muhifadhi namba moja na mlinzi wa mazingira yetu, kwa sababu amesema katika birthday yake anataka tuwe na utaratibu wa kupanda miti. Hiyo inatupa sisi watoto, inatupa viongozi, inatupa vijana mambo makuu yafuatayo. Vijana wakipanda miti, maana yake unapanda mti kama ajira yako kijana, lakini kama maisha yako ya sasa na baadaye kwa vijana wa Tanzania. Lakini kwa wanawake, kina mama wanakuwa ni walinzi wa familia na walinzi wa mazingira yetu. Ili kusudi utunze familia yako, lazima utunze mazingira yanayokuzunguka. Miti mlioshika wanangu ni ishara ya uzalendo na darasa la kukufundisha maisha yako ya baadaye. Mti ndio rafiki yako wa kweli. Ukipanda mti utakusaidia katika mazingira yako ya maisha yako yote. Utautumia mti katika kujenga nyumba zako. Mti huo utasaidia kuhifadhi mazingira, kutunza maji, kuleta kivuli na kuleta mvua njema kwa ajili ya mazao yetu. Lakini mti kwa kisiwa cha Ukerewe ni msaada mkubwa wa kupambana na mmomonyoko wa udongo. Uongozi ni kufanya mfano mwema na sio kutoa maagizo tu kwa viongozi. Rais anapopanda mti anamaanisha tufanye kazi kwa kuongoza wananchi kwa vitendo, sio kwa maagizo. Tupande mti leo, tupande mti kesho, na iwe ni utaratibu wetu wa kitaifa kupanda miti, kwa sababu mti ndio rafiki wa kweli katika maisha yetu. Tunauhitaji zaidi mti kuliko kitu kingine chochote. Sawa wanangu? Mtapanda miti? Mtaendelea kupanda miti? Mhifadhi misitu wilaya ya Ukerewe kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, James Alois, amesema katika kuadhimisha tarehe 27 ya kijani ya kupanda miti, wakala huo umepanda miti hiyo 1500 kwa lengo la kutunza mazingira katika wilaya hiyo, ambapo kati ya hiyo miti 500 ya kivuli imepandwa katika shule ya sekondari Nakoza. Wilaya yetu ya Ukerewe imeweza kupanda miti 1500 katika hali ya kutunza mazingira, huku tukiambatana na siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ambaye ni mhifadhi namba moja Dr. Samia Suluhu Hassan. Wilaya ya Ukerewe tutapanda miti 1500, lakini leo tukio letu limefanyika katika shule ya sekondari Nakoza ambapo tumepanda miti 500 kwa ajili ya kivuli. Miti yetu ambayo tunaitoa kwa wananchi bure kwani kwenye maeneo mbalimbali, tumeotesha kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya wilaya ya Ukerewe. Wakala wa huduma za misitu anategemea kugawa bure kwa mwaka huu wa fedha miche takriban 100,000 kwa wananchi ili wapande kwenye maeneo yao mbalimbali. Kama tunavyotambua mazingira ni muhimu katika maendeleo yetu. Mazingira ni uhai. Tunapotunza mazingira tunaimarisha na sekta zingine muhimu. Tutapata chakula, tutapata mvua. Kwa hiyo tunatunza mazingira, lakini pia sheria zetu zipo pale. Mifugo itakuwa imeenda kuharibu miti hiyo, wananchi wanaweza kuripoti katika maeneo yao ya ofisi za watendaji au za vijiji, na watafika kwenye ofisi zetu za maliasili, tutaweza kutoa mwongozo na utaratibu wa kuweza kuwawajibisha kwa mujibu wa sheria, kwa sababu mifugo haipaswi kuingia kwenye miti na miti hii inatakiwa ikue na itunzwe na ilindwe. Kwa sheria zipo za kuweza kuwajibisha pale mifugo itakuwa imeharibu miti hii. Kwa hiyo tunasisitiza sisi kama TFS kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya Ukerewe, miti hii ilindwe na itunzwe. Tutaendelea kushirikiana nao na TFS katika jukumu hili la utunzaji wa mazingira itaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha. Katika bustani yetu hii hapa ambapo umeiona, tumeshirikiana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania pamoja na halmashauri. Halmashauri fedha inayotumia ni ile fedha ya ruzuku ya tuzo upandaji miti. Katika sehemu ya halmashauri tumezalisha miche 50,000 ambayo miche hiyo
inatakiwa kupandwa katika taasisi, katika kila taasisi yenye eneo lisopungua hekta 2 pamoja na maeneo ya hifadhi za misitu za vijiji. Pamoja na hiyo, tumewezesha upimaji na wekaji wa vigingi katika hifadhi ya msitu wa Nankara ulio katika kijiji cha Mbuseni kutumia fedha hiyo iliyotolewa. Wakala mfuko wa misitu Tanzania utatoa milioni 45, lakini awali imetoa shilingi milioni 22.5 kwa kuwezesha zoezi hilo. Mpaka sasa tumeshazalisha hiyo miche kama ilivyozungumza, miti 50 na tayari tumeshapima na kuweka vijiji kuzunguka ule msitu. Tumeungana kwa pamoja kuweza kuendesha zoezi la upandaji wa miti. Katika shule ya msingi Nakoza, shule ya sekondari Nakoza tumepanda miti 500 na tutaendelea katika kuadhimisha siku hii, tutapanda miti 1500 katika maeneo mbalimbali. Lakini kukombatana kugawa miti kwa wananchi ili kuwezesha nao wakapata kupanda katika maeneo yao. Katika zoezi la upandaji miti pamoja kupanda katika taasisi, lakini mpango wetu ni kuweza kila kaya kupanda miti 500. Kwa hiyo itatengwa miti 5000 itakayogaiwa kwa wananchi watakopanda katika maeneo yao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.